Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunakukaribisha mahali popote ulipo na unapotutizama. Na leo tunatoa sehemu ya 7 ya kufasiri ndoto kibiblia. Sehemu ya 7. Na leo tunafasiri ndoto ya nguruwe. Ukiona nguruwe katika ulimwengu wa roho anamaanisha nini? Au ukimuona nguruwe anamaanisha nini? Nguruwe ni nini? Ni mnyama, lakini katika ulimwengu wa roho habebi tafsiri tu ya mnyama. Kwenye Agano la Kale watu walioaswa wasile nguruwe, ni kitu ambacho kilikuwa kina unajisi. Lakini baada ya Kristo, sasa hivi vitu vyote sio najisi, vinatakaswa, vyote vinatakaswa kwa jina lake. Lakini ukiona nguruwe anajikoroga kwenye matope, ni ishara ya wewe kutubu na kurudia dhambi, kutubu na kurudia dhambi, kutubu na kurudia dhambi. Na kumekuwa na watu wengi wanafanya hivi. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Kolosai wameandika zaidi kwamba wewe uliyekwisha kujua neema, uliyekwisha kujua kweli, ukianguka tena katika dhambi, yani utafananishwa na nguruwe ambaye anasafishwa alafu anarudi kujikoroga wapi? Kwenye matope. Kwa hiyo ni hivyo, hizo ni njozi, lakini zinakuwa na mafumbo. Na Mungu anataka watu wote waokolewe kwa yeye. Kupitia Timotheo wa kwanza sura 24 mstari wa 6 anasema, ambaye yeye hutaka watu wote waokolewe na kupata wokovu kwa yeye. Lakini kumekuwa na watu wengi sana wanaota hayo manguruwe. Kwa hiyo ni vizuri ufahamu hivyo. Lakini pia ni ishara ya unajisi. Ni ishara ya unajisi au ni ishara ya mafarakano. Nguruwe. Katika ndoa au katika mahusiano fulani. Soma kwenye kitabu kile cha Methali sura ya 11 mstari wa 22, inaeleza vizuri, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika ni mwanamke mzuri asiye na akili. Jamani, sasa yani mwanamke asiye na akili kwenye ndoa ni kama kitoto cha nguruwe, kinajikoroga kwenye mavi huku, ndivyo alivyo. Sasa kama pete ya dhahabu katika pua za nguruwe, kadhalika mwanamke mzuri lakini asiye na akili, anayepiga na mume wake kelele sana, anafananishwa na kitoto cha nguruwe. Huenda ni cheusi, chekundu au cheupe, sisi whatever tu. Lakini sasa ni vizuri ukajua kwa nini wamesema kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe. Kwa sababu wanajua pua ya nguruwe inachimba sana kwenye ardhi. Nguruwe anajivuruga sana kupitia pua yake. Ndivyo mwanamke aliye mzuri lakini mdomo wake una maneno mabaya kwa mume wake, kwa huko wenye mji aliyoolewa, anafananishwa sasa na nguruwe. Kwa hiyo ukiona sana unaonyeshwa nguruwe, ni mnyama pia ambaye anapenda uchafu. Na hiyo inafanana na bata. Bata pia ni ndege ambaye pia anapenda kuogelea kwenye maji machafu. Ni ishara ya kugagaa kwenye dhambi, uchafu. Kama ni kwenye ndoa kutakuwa na uchafu sana, kutakuwa kuna mafarakano, kutakuwa kuna kuelewana. Ndio maana wanakuletea huyo nguruwe mwenye pua. Ni wamechukua kwenye Methali sura ile ya kwanza mstari wa 22, kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe, kadhalika mwanamke ambaye hana busara. Lakini ni wamechukua pia kwamba kama mtu nguruwe anapooshwa akaenda kujikoroga kwenye matope, ni ishara ya kuokoka, unarudi nyuma, kuokoka unarudi nyuma, kumjua Yesu, unajichanganya na dunia, kujichanganya na dhambi. Unakuwa kama nguruwe aliyoogeshwa alafu anajirudisha kujikoroga kwenye matope katika ulimwengu wa roho. Chakula katika ulimwengu wa roho kinamaanisha nini? Labda tufasiri kidogo. Chakula, ukiona chakula kwenye ulimwengu wa roho kinamaanisha uchumi. Lakini inategemea ni chakula gani sasa umeona. Kwa mfano uweze kuona kule unakunywa damu mbichi kule ukafikiri ni uchumi. Hapana, hivyo ni vitu ni maagano ya miungu naingia. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu 25 utaona wale watu walikaa kule Shitimu wakaanza kujichanganya na miungu ya kule, wakaanza kula vyakula vya miungu wakajiungamanisha nayo. Kwa hiyo ukiona unakula kwenye ulimwengu wa roho chakula na watu usiwajua, maana kuna maagano unaingizwa bila wewe kufahamu kupitia njia ya chakula.
Lakini ukiona unakula vyakula vya watu na watu waliokufa, maana yake kuna maagano ya kimizimu unaingia. Lakini ukiona kuna vyakula ambavyo unakula na unanyweshwa, unaota kama unameza kitu kwenye ulimwengu wa ndoto, maana yake unatumikishwa na kuna maagano yanaingizwa ndani yako kupitia njia ya vyakula na njia ya vinywaji. Unahitaji more deliverance, unahitaji kuomba na kufanyiwa maombi sana. Mnajua katika Biblia hakuna ukombozi kwa kitu kingine chochote bila jina la Yesu. Lazima uombewe kwa jina la Yesu ili utapishwe hayo mavyakula uliolishwa huko. Maagano hayo yavunjwe kwa damu ya agano jipya ya Yesu Kristo, sasa na Ibrania 12:24. Yesu damu yake imebeba agano jipya. Kwa kama umelishwa maagano ya kuzimu, maagano ya namna gani, ukishaachilia damu ya Yesu tunavunja kabisa na unakuwa mzima. Na usipofanyika hivyo ni hatari. Sasa ukiota unafunga ndoa kwenye ulimwengu wa roho na mtu usiyemjua, maana yake ni nini? Maana yake unaingia kwenye maagano ya kipepo. Kama wewe ni msichana utakuwa na mwanaume wa kiroho, hautaweza kuolewa tena mwilini. Lazima hiyo ndoa ivunjwe. Ukiota unavikwa pete katika ulimwengu wa roho na mtu usiyemjua, maana yake unakumbushwa na Roho Mtakatifu kwamba kuna agano uliingizwa, aidha kwa matakwa yako au kwa kujua au bila kujua. Kwa hiyo tutatakiwa tuombe tuvunje hilo agano kwanza. Pete ni ishara ya agano, lakini ndoa pia ni ishara ya maagano. Kwa hiyo ukiota unanyonyesha katika ulimwengu wa roho ndio hatari zaidi na ni mbaya zaidi. Maana yake katika ulimwengu wa roho una watoto, na hao watoto unaweza kuwa una watoto na majini, una watoto na miungu. Sasa maana yake katika ulimwengu wa roho umeshakaa huko, aidha umeolewa huko na majini na mpaka umeshazaa nao. Sasa inabidi tuombe kuua hao watoto ambao ni watoto wa kiroho ambao unao huko. Umezaa na majini, umezaa na mapepo huko. Mapepo nayo yanatembea na watu sana. Kwani hamjasikia kuna majini mahaba? Sasa lazima tuombe. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo mengi sana yanaendelea, na ndio maana ndoto usizidharau ndoto. Ndoto ni njia ambayo Mungu anaitumia sana kuzungumza na watu. Jifunze sana kuheshimu. Na ukiota ndoto yote iandike. Sasa na Habakuki ile sura ya 2 anasema Bwana akaniambia akasema iandike njozi. Andika ili tuweze kuiombea na kuifasiri, Lakini kama ukiota unadondoka kwenye shimo, maana yake ni nini? Au kuna shimo mbele yako unakuwa kama unadondoka ni nini? Maana yake una ugomvi wa ndugu, ugomvi wa kifamilia na wanataka kukuua. Roho Mtakatifu anajaribu kuonyesha shimo katika ulimwengu wa roho ni lango la kuzimu. Kuna ugomvi wa kifamilia, ugomvi wa ndugu. Na unafahamu mtu aliyechukuliwa kumtosa kwenye shimo ni Yusufu, na waliofanya hivyo ni ndugu zake. Kwa hiyo kwenye ndoto hiyo unajulishwa kabisa kwamba kuna watu ambao ni wabaya, ambao ni watu wa karibu sana na wewe. Wanaweza wakawa ni ndugu zako, au wanaweza wakawa ni watu ambao umewapa moyo wako au nafasi au karibu, au kuna watu unawashirikisha vitu vyako ambao sio sahihi. Ukiota unachomwa kisu,